Tuwajali wajane. Mjane wa leo siri ni. Asanteni sana kina mama. Mgeni rasmi wa siku hii ya leo, Madam Nelly, mkurugenzi wa maendeleo ya jamii na jinsia hapa Kwale, ya 11 tangu yapitishwe katika UN Assembly. Na leo hapa Kwale tunasherekea kwa mara ya 6, na kila mara shirika la Tuwajali Wajane pamoja na washikadau hawa wamekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba shughuli yetu inafana. Mwaka huu tunaadhimisha chini ya kauli mbiu haki, heshima na uwezo wa kiuchumi kwa wajane. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba wajane ni watu muhimu kwa jamii na wanastahili kulindwa na sheria, kuheshimiwa katika jamii na kupata fursa za kiuchumi zinazowawezesha kuishi kwa heshima. Ndivyo ama sivyo? Haki kwa wajane ni nini? Haki kwa wajane ni kuhakikisha wanakingwa dhidi ya ubaguzi, unyakuzi wa mali, ukatili na mila zinazowadhalilisha. Heshima nayo ni kutambua kuwa wajane ni sehemu muhimu ya jamii, wenye uwezo na sauti. Sauti ya mjane isikike. Uwezo wa kiuchumi nao ni kuwapa maarifa, rasilimali na fursa za kujitegemea na kusaidia familia zao. Kauli mbiu hii imeafikiana na kazi tunayofanya katika shirika la kijamii la Tuwajali Wajane Kwale. Tumekuwa tukifanya kazi ya kuwawezesha wajane kupitia msaada wa kisaikolojia, elimu ya haki zao, vikundi vya kuweka na kukopa, chama cha ushirika cha Tuwajali Wajane Sako, mafunzo ya biashara, kilimo endelevu na kuwaunganisha na fursa mbalimbali. Ni kweli ama si kweli? Leo tunasherekea hatua ambazo wajane wamepiga. Wajane wengi wameanzisha biashara kupitia mradi wa Jasiri. Siri ni wamejiunga na vikundi vya kuwekea akiba. Watoto wao wanapata ujuzi katika vyuo vyetu vya ufundi. Wamechukua nafasi za uongozi. Leo utapata wajane ambao wako katika kamati za mashule, wako katika kamati za mahospitali, na zote hizi ni nafasi za uongozi na ni hatua ambazo wajane hawa wanachangia katika maendeleo ya jamii. Kwa hivyo wamekuwa wachangiaji muhimu katika maendeleo ya jamii na familia zao kwa ujumla. Hata hivyo, leo tukisherekea, bado kuna kazi kubwa mbele yetu. Wajane wengi bado wanakumbana na changamoto za kupata ardhi, changamoto za urithi, huduma za kifedha, ajira, afya na ulinzi dhidi ya ukatili. Tunatoa wito kwa serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo na viongozi wa jamii kushirikiana na sisi kuhakikisha wajane wanapata haki na fursa sawa. Kushirikiana huku kunaendelea, na tunasema Roma haikujengwa na siku moja, si ndio? Tumepunguza, lakini lazima tufanye juhudi zaidi ili wajane nao wawe huru, waishi kama watu wengine. Tunatambua haki kwa wajane inahitaji zaidi ya huruma, si kuwahurumia tu, lakini haki ni zaidi ya huruma. Inahitajika sheria imara za kuwalinda na kuwaunga mkono. Na mwaka huu pale bungeni, pia mbunge wa Rarieda ambaye ni champion wetu, Mheshimiwa Otiende Omolo, kuna sheria ya wajane inaitwa The Widows Protection Bill 2026, yaani sheria ya kuwalinda wajane ya mwaka 2026. Iko katika hatua za mwanzo, na wakati sheria hii itafikia mpaka ipite iwe ni sheria kamili ambayo inatumika, wakati mswada huu utapita mpaka ufike uwe sheria kamili ambayo inaongoza maslahi ya wajane, itakuwa ni jambo ambalo ni bora sana kufanyika katika nchi hii yetu ya Kenya, ambayo
linaotuhakikishia usawa sisi kama wananchi, haswa wajane. Wito napeana kwa bunge letu. Mbunge wa Rarieda Otiende Omolo ni mtu mmoja. Wakati anakuja bunge na sheria hii, tafadhali wabunge wetu wote katika mabunge tofauti tofauti kaunti zetu 47 wahakikishe kwamba wameuunga 100% mradi huu ili ukombozi wa wajane uweze kupatikana. Na tunamshukuru dada yetu Diana Kamande ambaye anaongoza mashirika yote ya wajane Kenya nzima kwa kuhakikisha kwamba afanya kazi na ofisi stahiki kuhakikisha kwamba mradi huu unapata sura katika bunge. Kule kufikisha tu bunge kama private bill haikuwa kazi rahisi. Kwa hivyo Diana, popote pale ulipo, salamu zako nazifikisha kwa kina mama wetu hapa Kwale. Diana yuko Ulaya, ameenda kusherekea sherehe hii kule, lakini amenambia mwaka ujao atakuwa na sisi tena, Mwenyezi Mungu akipenda. Nilete salamu nyingi kutoka kwake, na mumwombee wakati anachukua hatua kuhakikisha kwamba mswada ule unapata uongozi unaohitajika ili uwe sheria kamili ya kuwalinda sisi wajane. Kwa hivyo hatuwezi kuzungumzia haki, hatuwezi kuzungumzia heshima bila kuwa na mswada ama sheria mahususi ya kushughulikia masuala hayo. Tunawaomba waheshimiwa wabunge walikariri hili na wazidi kuhakikisha kwamba wanaunga mkono kwa hali na mali katika upitishaji wa mradi huu ama mswada huu. Ningependa kuchukua fursa hii ya kibinafsi kabisa kumshukuru mume wangu Bwana Yusuf Jobwe. Kina mama hai, ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru mume wangu Bwana Yusuf Jobwe hoye. Yeye ni mtoto wa mjane na pia katika jamii ambayo imekumbwa na ukatili wa kila namna. Vikwazo viko vingi sana kwa wanawake, lakini amenipatia nafasi hii na ananishabikia kuhakikisha kwamba wajane na wasimamia vile inavyotakana, yeye akiwa nyuma yangu. Jobwe hoye! Kina mama hoye! Natoa shukrani tena kwa mume wangu kipenzi Bwana Yusuf Jobwe ambaye pia amelelewa na mjane. Yeye ni mtoto wa mjane, anaelewa changamoto ambazo zinawakumba wajane, na wakati nilimwambia wazo hili la kuanzisha shirika la kusimamia masuala ya wajane, yeye alikuwa sapota wangu namba 1. Nasema ni shukrani sana. Katika jamii ambayo mwanamke amewekewa vikwazo vya kila aina, lakini yeye kuniunga mkono katika juhudi hizi ambazo nakufanya kwenye jamii, nasema ni shukrani sana, na Mwenyezi Mungu atakubariki na uendelee zaidi kunishika mkono ili kuhakikisha kwamba kina mama wetu wanapata haki na anaweze kutambulika. Na kwa niaba ya shirika la Tuwajali Wajane na wale wote ambao wanafanya nao kazi katika shirika lile la Tuwajali Wajane, kwanza ningeomba wapite hapa mbele ili waweze kutambulika. Ningesema tunawashukuru washirika wetu, viongozi wa serikali, wafadhili waliojitolea, kila mmoja anayeendelea kutunga mkono katika safari hii ya kuwawezesha wajane. Najua si rahisi. Wengine hawatumii tu ofisi, wanaenda zaidi ya ofisi, wakatumia rasilimali zao wenyewe za kibinafsi ili kuhakikisha kwamba shirika la Tuwajali Wajane Kwale linaweza kusimamia. Mimi kiapo changu kwenu kina mama wajane ni kwamba nitaendelea kuhakikisha kwamba ninawasimamia, ninawatetea kwa pamoja, kuhakikisha kwamba kila mama mjane ameweza kupata ukombozi na anaweza kutambuliwa, ili jamii yetu iweze kupata usawa ule ambao unahitajika. Na niwaalike nyote katika ofisi zetu za Tuwajali Wajane Kwale kule sawasawa, ambapo kuna ofisi kuu, na tuko katika harakati ya kufanya mchango mkubwa kuwezesha ofisi yetu mwezi wa 8. Na natumai wale washikadau ambao wako hapa kwa chochote kidogo ambacho wako nacho watatusimamia. Katika senta yetu hili tunataka kuiboresha kuhakikisha kwamba kina mama katika ile holi yetu inakuwa imemalizika na inaweza kusaidia kina mama zaidi, na wale wajane na wale ambao si wajane, na kina baba na watu wote katika jamii kwa ujumla wanaweza kusaidika na eneo ile. Kuhakikisha kwamba stima imefika katika ofisi yetu kikamilifu. Na hii hatuwezi kufanya peke yetu. Lazima sisi sote katika jamii tuungane pamoja kuchangia hali kama hii, kisha kwamba wajane wanaweza kupata mahali ambapo wanaweza. Kwa hivyo
Kwa hayo mengi, nawatakia kheri ya mwaka huu wa 2026 katika sherehe hii ya Tuwajali Wajane Kwale, sherehe ya kimataifa ya wajane. Na niseme kwamba sasa shirika la Tuwajali Wajane katika mwaka mmoja unaokuja umehama katika kushughulikia wakina mama katika vikundi, lakini sasa wataanza kushughulikia kila mama kivyake, mmoja mmoja akiwa pale pale kwa kikundi, lakini kila mmoja awe anaangaziwa yeye kama yeye. Mahali kwa kikundi tumetoka hapo, tutaendelea hapo, lakini sasa kila mmoja hakikishe ameweza kusimamishwa yeye kama mama, kuwezeshwa yeye kama mama. Na tayari tushaanza katika ule mradi wetu wa duka. Si maduka amefika? Kina mama maduka amefika. Kwa hivyo asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.